Ripoti ya CAG haina kipengele. Hii ni kauli ya Dr. Yahaya Nawanda, mbunge wa Newala, akichambua kwa ufupi na kueleza wananchi wameitafsiri tofauti, na amesema kasoro ambazo zimeelezwa zipo katika mazingira ya kikawaida ambayo yeye amefafanua zaidi, na kuunganisha naye umsikie akifafanua zaidi. Unajua, ripoti ni kitu kimoja, alafu sasa CAG ameona mapungufu ambayo yametokea katika taasisi au serikalini, na ni lazima aweze kufanya hivyo kwa sababu ni takwa la kikatiba na ni takwa la kisheria, na inavyokuwa wananchi wengi wakiona vile wanaweza kusema kuna ubadhirifu mkubwa wa fedha. Hapana, hata wewe unaweza kusema ulitakiwa kununua bati 25 lakini umenunua bati 26. Hata ukiongeza bati moja tu CAG atakuuliza ulipata wapi hiyo hela ya kununua bati moja. Maana yake inabidi utoe clarification, yani mawazo sasa kusema mimi niliweza kusevu katika kununua gata, badala ya kununua shilingi 24 nilipata gata mzuri ambazo zilikuwa specified. Kwa hiyo pale nikabakiza fedha kidogo nikaongeza bati moja. Kwa hiyo ukileta clarification hiyo unaonekana ile hoja inaenda kutolewa. Kwa hiyo sisi tutakuja, tutachambua na tutaiangalia, na pale panapoweza kurekebisha tutasema, na panapoweza kuikosoa tutaweza kuikosoa serikali, lakini pia kwa lengo moja tu la kuijenga na kuhakikisha basi tunafanya vizuri katika matumizi ya fedha hizi, ambayo hiyo ndio adhima Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa kauli yako ina maana hatuko pabaya? Hatuko pabaya, tuko vizuri sana. Ni kila mwaka yanakuja yale, lakini baadaye ukikaa hata hao waliopelekewa watakuwa na nafasi ya kujibu. Sasa umesema sawa, umetumia bilioni 2 haionekani, basi wakipeleka vielelezo basi CAG anakuwa anafuta hizo hoja. Kwa hiyo ni jicho la CAG ameliona, lakini kuna nafasi ya serikali pia ya kujibu, lakini kuna nafasi ya bunge sasa kuweza kuiweka kifasaha sasa na kuieleza serikali kwa jicho lingine. Sasa jicho nje ya CAG, tunaweza kufanyaje ili kuhakikisha kila mwananchi anafanya kazi vizuri, watumishi wa umma wanatumia fedha vizuri, ili kuakisi maisha ya Watanzania. Watanzania wanataka maendeleo, Watanzania wanataka maendeleo. Shukrani.